Sheikh Makoroma, katika maisha ya wanandoa utapata hapo nyumbani siku 3, 2 hakuna masikizano mazuri, hakuna maelewano baina ya mke na mume. Lakini utaona mke bwana amekuja kutoka kazini, kutoka wapi, hakuna raha nyumbani, lakini mke akiulizwa asema hebu niache mimi na stress zangu. Ana stress zake, starehe haifanyiki, chakula kinakuwa kibichi, nyumbani hakuna raha, lakini akiulizwa na bwana asema hebu usinishike mimi na stress zangu mwenyewe. Yani tafrani tu hapo ndani ya nyumba. Tafrani ndani ya nyumba. Mimi nataka tu kama mlezi, kama uliyooa, kama baba watoto, kama bwana wa wake wengi, hili jambo unalipeleka vipi? Utalielezea vipi watu wakusikie? Mke anasema ana stress zake pale nyumbani. Haya, sasa shukrani Sheikh Mafidudu. Kwanza ili watu waelewe hili neno moja tu lakini la Kiingereza, stress. Wajua watu wengi hawalijui maana yake. Nini stress? Watu wengi hawalijui maana yake. Unajua ni jambo watu wanalitamka mpaka watoto wadogo sasa. Na stress. Ina stress. Maana ya stress Sheikh ni msongo wa mawazo. Mawazo mengi yamekuzidia. Mawazo yamekuzidia na mambo kwamba huwezi kuyatatua. Ni msongo wa mawazo pale na kichwa. Bimaana kwamba umefikiria mpaka yani kuna mambo fulani huwezi kuyafikia. Climax. Na kuna mambo bado unahitaji lakini huwezi kuyafikia. Ndio sasa kile kichwa kimejaa. Ndio stress. Ndio. Kwa hivyo tushaelewa stress nini hapa. Haya, sasa mke ana stress, kumbe ana mambo yaliyomzidia hawezi kuyatatua. Sasa tuangalie mali pamoja Sheikh. Naam. Tuangalie kati ya mume na mke mwenye stress nani? Lakini mume hakaridi ana stress. Ndio hapa sasa. Nyumbani mume hasemi na stress. Hili neno linatoka kwa mke, anakuambia na stress zangu. Sasa kama tulivyosema kwamba ana mambo ambayo ana msongo wa mawazo ambao kuna mambo ambayo hafikiri kana yahitaji. Kwa hivyo Sheikh Makoroma, unaanza kuhesabu yale mambo ambayo kwamba mke anayadai kwamba ni stress. Bismillah. Kwanza mfano, kuna baadhi ya wanawake, tumesema sote, wanacheza vyama. Sasa siku ya chama imefika na hana pesa kupeleka kwenye chama. Anadaiwa. Kama tulivyotangulia katika clips za nyuma zilizopita kwamba anajifungia nyumba, anakimbia. Sasa pale stress zinaanza hapa. Hautakujali kwa sababu kesho ni chama ama chama leo saa 4 na kunkuta atakachai wewe. Atakapeleka 5,000 kule. Si mumewe yupo, wewe kwa nini akwambia na stress zake? Sasa wewe labda ulilipa pako kufika mwisho. Kweli. Ni mambo kwamba umetokana nayo. Lakini bado yeye humo tu. Huyataki. Na umemwambia toka kwenye chama hataki. Maana ingekuwa nchenu nyote ungekuwa mnawajibika kivyovyote. Yaani uko kwenye chama kisiri. Na kama kidhahiri pia, lakini sasa wewe labda ulimwambia maneno wachana nayo, maana yake mwanamume huwa hataki kusumbuliwa. Kweli. Wewe unataka kusumbuliwa. Lengine sasa hilo ni la kwanza. La pili, aweza kuwa labda kuna harusi. Sheikh, leo si ni Jumaa. Kesho Jumamosi. Jumapili ndoa nyingi tu. Kesho sasa tunakeshea. Labda hajapata rinda Sheikh. Mbona wasema harusi Jumamosi? Kuna harusi iko mwezi wa 8. Si mwezi wa 6? Mwaka 2027. 26. Naam. Hivi sasa ni mwezi wa 6. Mwezi wa 6, naam. Kuna harusi mwezi wa 8. Naam. Hiyo harusi ndio imemtia stress. Hana, yani hajapata rinda na hujamuongelesha kwamba utapata biangu, sio na wasiwasi. Wewe umetulia kimya kwa sababu wewe unafikiria iko mbali, yeye anasema na stress. Jambo la kwanza wacho mbali, pia unafikiri kuna mambo muhimu kwamba yatekelezwe. Kuna school fees, kuna chakula pale nyumbani, kuna mambo mengi ambayo kwamba yana kipaumbele. Naam, lakini wajua hiyo harusi, wajua si kipaumbele. Lakini imemtatiza kiasi cha kwamba pia anashindwa kuhudumia pale na nyumba. Na hiyo stress inakuja vipi? Pia hajaamini kwamba wewe utamnunulia yeye nguo anayoitaka yeye, aende akamachi na wenzake kule. Manake ile nguo labda ataka kama shilingi 13. Sasa na wewe uwezi kwa na umenyamaza kimya Sheikh. Umenyamaza. Na ndoa kama ulivyosema mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Sasa mwezi wa 8 Sheikh, hapa si mtu za kufariki hapo. Unaona Sheikh, ni muda mrefu. Sasa kwa hivyo hutatayarishwa chakula vizuri kwanza mpaka utoe hivyo vitu. Na usipotoa basi stress tena mpaka mwezi wa 8 harusi ishe. Kabisa. Na Sheikh ujue harusi huwa zinapangana. Kweli.
Kweli kabisa. Na kuna baadhi tunasema baadhi ya wanawake kila harusi lazima kisha kwamba anaenda na vazi jipya. Na likiisha lile vazi lile harusi imeisha analiweka na kabati. Alivaliwi tena. Sasa kuna siku za kuangalia kabati ya bibi yako shaka alifungi ile milango. Mpaka ulikalie. Ulikanyage. Ulisukume kwa mateke ndio ulifunge. Utumie nguvu. Sasa ukiangalia wajua ni israfu shaka. Kweli. Sasa kuna baadhi ya wanawake. Kwa hivyo haya mambo mawili umfanya kwamba yani ama sengine hana pesa. Yani kuna baadhi ya wanawake wamezoea pesa. Zake amezuia. Yani ziko pale kwenye kibengi chake azione. Kama zimepungua au hakuna, hiyo ndio stress na ile matumizi ameyafanya mwenyewe lakini anakuchukia wewe. Lakini mbona ana stress na hizi pesa hizi? Ni zake yeye za matumizi pale nyumbani zipo, chakula anapata na analala vizuri, akiwa mgonjwa anapelekwa hospitali. Stress ni za nini kama yeye hana pesa? Kwa sababu pesa zake zile hataki zipungua kwa sababu ya mahitaji yake ya kisirisiri. Asikuambia hiyo. Hawezi kuambia kwa sababu pale aweza kuchomwa pesa kanunua mablingi. Lakini utaona mablingi tu pale lakini pesa zile. Na kisikimua kidogo ni ujalize pale mahali. Usipojaliza sasa unamtia stress. Ukola mambo zile stress za wanawake hawa baadhi huwa wanashukulia mabwana zao. Ni kweli. Kwamba mbona huyu haweki zile pesa hapa? Mbona nifanyie pale pale? Mbona nikimwambia huyu? Baadhi tumesema. Sasa kwa hivyo wewe anakuona kama ni chanzo cha yale matatizo. Lakini mke huyu utaendelea naye wapi ikiwa kumbe stress zake ziko hapo, lakini ataka rinda la 20,000 kwenda kwenye harusi, lakini kuna school fees hakuna, watoto wako nyumbani, nyumba kuna sehemu hakuna tiles, nyumba inavuja, mvua ikinyesha hapo maji yako ndani. Shekhe, choo cha nje, yani ushikemaji wa nje, basic katika life ambapo kwamba yafanywe. Mbona yeye ana stress katika mambo mengine? Akwambia haya yote yako uyafanye, manaka kumaliza hapa kabisa, manaka ndio unaona mabwana wanakufa haraka. Kweli. Akwambia haya yote sasa ni yako. Sasa usikuweza kulala manake yale matamshi yake ni machafu. Yani kama amekuja kukuua.